Mzozo wa uongozi umezuka ndani ya jamii ya Waluhya huko Likoni, kaunti ya Mombasa, kufuatia hafla ya harambee iliyopangwa kwa lengo la kununua basi la jamii, huku spika wa bunge la taifa Moses Wetangula akitarajiwa kuwa mgeni rasmi. Wakiongozwa na katibu wa muungano wa Ubulala CBO Bernard Panyako, wanajamii walishtumu kundi lililojitenga linalodaiwa kuwa washirika wa mwanasiasa wa eneo hilo kwa kutumia mpango huo kuwalaghai wanajamii hao na kutafuta manufaa binafsi kutoka kwa spika. Jamii hiyo ilitupilia mbali shughuli hiyo ya uchangishaji fedha, ikisema kuwa hakukuwa na mpango wa dhati wa kununua basi na wa kutangaza kuundwa kwa kamati ya muungano wa Waluhya ambayo itakuwa chombo rasmi cha kushirikiana na viongozi kwa niaba ya jamii hiyo. Kama secretary nimekuwa mtu wa ukweli kutoka mwanzo mpaka mwisho, na sitakubali mtu yoyote anipotoshe mimi kwa misingi ya manufaa yake. Kwanza tunalalamika, kuna wale wachache ambao walikuja wameanza kutumia muungano wetu wa Waluhya vibaya. Wanajinufaisha wao peke yao kwa miaka mingi, ambapo tumeona hata kuna wakati viongozi wetu wanapokuja Mombasa wakisema wanakuja kutembelea kabila letu, tunakuta ya kwamba watu wachache sana watatumika na watu wengine ili kutunyanyasa sisi. Kwa hivyo hata ule usaidizi ambao umekuja kama Mluhya wa chini huwa hafaidiki na nyumba zote huwa hazifaidiki. Mtu yeyote ambaye anaweza tokana anaongelelea kuhusu Salute CPO na hayuko mahali hapa, huyo ni mtu ambaye hajatambulika na Salute CPO na hajui ilianza wapi na lengo ya kuanza Salute CPO ilikuwa ni nini. Amedandia Salute CPO kwa ajili ya kunufaika yeye mwenyewe kama personal, ambapo tunalaani hiyo kitendo kwa pamoja. This round tumeamua hakuna whether Luhya or any leader atataka kushikana na Waluhya within Likoni, lazima akuja kutane na kamati kuu ya Ubulala within Likoni, ambayo it represented all viongozi of Luhyas vikundi ndani ya Likoni, na ndio sisi hapa. Hakuna mwingine ambaye atasema yeye ni kiongozi wa Waluhya ndani ya Likoni, hakuna.